Napenda nichukue nafasi hii kwanza kuwakaribisha katika press conference yetu ya leo, na tuna agenda zetu kubwa mbili za kuweza kuzungumza katika siku ya leo. Na cha kwanza ni kama ambavyo ndugu yangu Bwana Tena alivyokuwa ameongea jana kuhusiana na siku au wiki la mwananchi, kwamba tunao furaha kubwa sana leo kuweza kuwafahamisha Watanzania, wanachama na wapenzi wa klabu ya Yanga kwamba tarehe maalum ya siku ya wananchi leo hii tungependa waweze kuifahamu. Na tumepanga kwamba siku ya mwananchi itakuwa ni siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 2019, na siku hiyo itafanyika shughuli maalum kwa ajili ya shughuli mbalimbali za klabu ya Yanga. Kwa hiyo tutaanza rasmi tarehe 28 mwezi wa 7 kuwa na wiki la mwananchi. Kwa hiyo katika wiki la mwananchi tutakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii ambazo klabu ya Yanga itazifanya kwa nchi nzima kupitia matawi, kupitia magrupu ya WhatsApp na kupitia kwa wadau wengine ambao tutakuwa tunafanya nao kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kutakuwa kuna maeneo mbalimbali ambayo tutafanya nayo kazi, kama kupita kwenye makundi mbalimbali ya kijamii ambayo tunaona kwamba yalikuwa yanahitaji msaada, kwenda kwenye taasisi mbalimbali kufanya usafi, masuala ya kimazingira, hali kadhalika na masuala ya upandaji wa miti, masuala ya kuweza kuzungukia maeneo ya Zanzibar, kukutana na wenzetu na kubadilishana mawazo. Haya yote yatakuwa yanafanyika katika wiki la mwananchi. Kwa maana hiyo ni kwamba tutashirikiana na matawi yetu pamoja na viongozi wa matawi na mikoa wa klabu ya Yanga kuhakikisha kwamba ratiba ambayo tunawapelekea inakwenda kuwapa maelekezo ni jinsi gani na vitu gani ambavyo wanategemea kuvifanya. Na kama ilivyozungumzwa jana, tutakuwa na kikao na matawi, kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya sisi kuweza kutoa majukumu maalum ya kwamba ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kuweza vikafanyika. Kwa wale ambao mnafuatilia kwa karibu, ni kwamba hii ni mojawapo ya historia ambayo klabu ya Yanga inataka kuifanya, kuweza kuwa na tamasha kubwa la wiki la mwananchi ambalo kilele chake kama nilivyosema kitafanyika siku ya tarehe 4 mwezi wa 8. Na kama ninavyosema kauli mbiu yetu ya kwamba tunataka tukusanye kijiji, kwa maana hiyo ni kwamba siku ya tarehe 4 shughuli zote zitaishia pale katika uwanja wetu wa Taifa, ambapo shughuli mbalimbali zitaanza kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Na shughuli hii itapambishwa na mambo mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni kuweza kutambulisha wachezaji wetu ambao tumewasajili na wale ambao wa zamani tunaendelea kuwa nao, ili kile kikosi kiweze kufahamika kwa mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wana kiu kubwa ya kutaka kuweza kuwajua wachezaji wao, uchezaji wao, performance zao, baada ya kuwa na usajili ambao naweza nikasema kwamba ni usajili mojawapo ambao ni mzuri katika kipindi cha muda mrefu ambao umewahi kutokea. Lakini la pili pia ni kwa wapenzi wa Yanga kuweza kutambuana. Tumekuwa tukionana kwa aidha labda kwa kupigiana simu au kwa kuonana kwenye mitandao ya kijamii, lakini itakuwa ni fursa kubwa kwa mashabiki wa klabu ya Yanga kuweza kukutana kwa pamoja na kuweza kutambuana na kufahamiana nani na yuko wapi. Lakini lingine ni kuweza kutengeneza historia, ambapo kwamba klabu ya Yanga kwa kipindi cha muda mrefu sana hatujaweza kukutana kwa pamoja na tukasherehekea kwa pamoja. Kwa hiyo itakuwa ni wakati mzuri sana wa kuweza kufanya jambo hilo. Lakini sambamba na hilo, tunategemea pia kuwa na mechi katika siku hiyo ya kuhitimisha wiki la mwananchi, ambayo itakuwa ni siku ya mwananchi ambayo ni kama ndio finali yenyewe ya kukusanya kijiji, siku ya taifa kama alivyozungumza mwenzangu. Kwa nategemea kucheza na timu mojawapo maarufu katika Afrika yetu hii, ambao kwa wale ambao mnafahamu katika historia imeshawahi kuvifunga vilabu vingi vikubwa hapa nchini, wengine magoli si chini ya 5 na kwenda mbele. Kwa timu ambayo tunategemea kucheza nao ni timu ya AC Vita Club ambayo inategemea kuwasili hapa nyumbani siku ya tarehe 2 na itapumzika na kufanya mazoezi mepesi siku ya tarehe 3, na tarehe 4 itakuwa inacheza na klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni mechi kubwa, na wenzetu wamekwisha confirm na wameshupa na delegation list ya watu takriban 37 ambao wanategemea kuja, hawa ambao watakuwa kwa gharama ya klabu ya Yanga, lakini pia wataambatana na mashabiki na wapenzi wao mbalimbali ambao watakuja kuwa support. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba nichukue wito huu kuweza kuwaomba wapenzi, mashabiki wa klabu ya Yanga pamoja na wanachama kuweza kujitokeza kwa wingi. Maandalizi mbalimbali yaanze kufanywa huko mikoani, watu waanze kujikusanya, wafanye wiki la mwananchi, na baada ya hapo waje Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kufanya hitimisho la namna hiyo. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii kuweza kusema kwamba wana Yanga, sasa ni wakati umefika tuwe kitu kimoja, tukaujaze ule uwanja na wiki la mwananchi lionekane kwa ni wiki la mwananchi na limetengeneza historia hapa nchini. Jambo la pili ambalo ningependa nilizungumze, ambalo nasema nalo pia tunaweka alama katika historia ya klabu ya Yanga, ni swala zima la mchakato ule wa kuweza kupata mzabuni anayeweza kututengenezea jezi za klabu ya Yanga. Tumekuwa mara nyingi tunapoteza mapato kwa kuweza kukosa mechanism ambayo ni nzuri ya kuweza kutuhakikishia kwamba tunafanikiwa katika jambo hili.
Mara ya kwanza tulitangaza tenda na tukapata waombaji takribani kama 6 ambao mchakato ulikwenda, lakini pakaonekana pana mapungufu hapa na pale. Tukaona kwamba ni vyema basi tukaweza tukarudia zoezi hili. Kwa zoezi likarudiwa, tukatangaza na tukapata takribani kama waombaji wapatao 3. Na kampuni hizo ambazo zilikuwa zimeomba, moja wapo ilikuwa ni Just Fit ambao maduka yake watu mnafahamu yako hapa jijini Dar es Salaam, na pili ilikuwa ni Vunja Bei ambao maduka yake na nyinyi mnafahamu yako hapa mengi jijini Dar es Salaam na mikoani kwingine, na pia ya tatu ilikuwa ni GSM ambao na nyinyi pia mnawafahamu wako katika maeneo mbalimbali. Tuliweka vigezo vya kuweza kuhakikisha kwamba kama nani anaweza kavifikia hivi vigezo. Moja wapo ya kigezo kikubwa ambacho kilikuwepo kwanza ni financial capability, uwezo wa muombaji kifedha, kwamba kwa sababu klabu ya Yanga ni kubwa, ina mashabiki wengi na inahitaji kuweza kusupply mzigo mkubwa ukatosheleza katika maeneo yote kwa wakati unaotakiwa. Lakini kigezo cha pili tukaangalia na outlet, ni kwamba je, una maduka ya kutosha kuweza kusupply ili washabiki wa Yanga wasiweze kuhangaika kuweza kutafuta hizi jezi. Kwa tunaangalia unaweza kupata ukasupply Tanzania nzima, ukasupply mikoani, ukasupply mpaka na nje ya mipaka ya Tanzania kama kunawezekana, kama wenzetu wa diaspora na kadhalika. Lakini tukaangalia pia, je, huyo mtu anayeweza akapata kazi hii ana uwezo wa kuweza kujenga au kutengeneza duka hapa klabuni ili paweze pakawa watu wanapata vifaa mbalimbali vya klabu ya Yanga moja kwa moja kuliko kuanza kuhangaika. Kwa hiyo tukaangalia na vigezo vya namna hiyo, na pia tukajaribu kuangalia kigezo kingine cha security, ni kwamba huyu mtu anaweza akabanaje watu wa pirates kuanzia kwenye production, kwa maana huko anakwenda kuproduce zinavyokuwa zinaingia hapa kwetu bandarini au kama ni airport, na kwenye distribution kama mtaani. Je, anaweza ka control vipi uwezo mzima wa kwake yeye kama yeye, na ana uzoefu wa aina gani katika kuuza bidhaa. Lakini kingine tulichokiangalia pia tumeja kuangalia kwamba je, mtu ambaye tunataka kumchukua bei yake ikoje. Hii bei mwana Yanga anaweza kai-afford? Je, kategori gani na class gani anaweza ka-afford? Na pia quality ya vitu ambavyo anavifanya. Kwa haya yote tuliangalia kwa ujumla wake, na mwisho tukaangalia kwamba je, Yanga ta benefit nini katika watu wote ambao wanaomba. Kwa sababu mwisho wa siku kinachotakiwa ni kwamba nembo au logo ya Yanga iweze kumnufaisha mwana Yanga. Kwa katika yote tulikuwa tumeachambua hayo, kampuni moja ilionekana kwamba imezidi vigezo kwenye kampuni nyingine. Kwa hivyo basi napenda nichukue nafasi hii kuweza kutambulisha rasmi kwamba kampuni ya GSM ndio kampuni ambayo imeweza kupata nafasi hii au tenda hii ya kuwa ndio main, yani ndio supplier mkubwa wa klabu ya Yanga katika vifaa mbalimbali ya mseme kit supply ya Yanga. Kwa hiyo tungechukua nafasi hii kwanza kuweza kumpongeza na pia kuweza kutoa tamko rasmi leo hii kwa wapenzi, wanachama na mashabiki wa Yanga wote kwamba kuanzia leo hii wasinunue jezi ya aina yoyote inayohusiana na masuala ya Yanga, isipokuwa tu jezi zile rasmi ambazo zitakuwa supplied na huyu supplier mpya ambaye tumemtangaza leo hii, na ambaye pia ndio atakaye supply jezi za Yanga kuanzia wiki ya Mwananchi hadi siku ya kilele cha siku ya Mwananchi. Kwa hiyo wana Yanga, kama unataka kweli kuchangia klabu yako, huu ndio wakati mwafaka wa kununua ile jezi ambayo ni official imetolewa na klabu ya Yanga. Baada ya kusema, napenda kuwashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza. Ikiwa wewe ni mwanafunzi na unahitaji taarifa ya vyuo vikuu nje ya nchi, Global Education Link tutakwepo kwenye maonesho ya 14 ya elimu ya juu ya sayansi na teknolojia, viwanja vya Mnazi Mmoja, Dar es Salaam. Njoo ukutane na wawakilishi wa vyuo vikuu husika katika mabanda yetu. Elimu ya juu ya kozi za afya utaipata kutoka kwa timu maalum ya madaktari kwenye banda letu la Medical Tourism, lakini pia mkopo wa vyuo vikuu nje ya nchi utatolewa kwa watakaohitaji. Timu nzima ya Global Education Link itakuwa tayari kukusaidia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kukupatia taarifa juu ya kozi katika fani zote za elimu na udahili wa papo kwa papo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0656 au 0677 Global Education Link, kwa vyuo vikuu nje ya nchi. We show you how. Kariakoo Bazaar inakuletea bonge la ofa. Twende sawa na Kariakoo Bazaar. Zipo tairi za magari za kila size, kuanzia gari ndogo, mabasi hadi matruck. Zinadumu na himilivu kwa barabara zetu. Zina ubora uliothibitishwa kimataifa. Tairi aina ya Sunfall na Westlake ni imara na kwa uhakika wa safari yako. Twende sawa promotion na Kariakoo Bazaar ni kwa ajili yako. Hii ni kubwa kuliko. Tunauza jumla na reja reja. Ukinunua jumla unapata punguzo zaidi ya 10%. Tupo mtaa wa Livingstone
Action na tawi letu mtaa wa Swahili Kariakoo, Dar es Salaam. Tupigie 0713741744.